Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Serikali ya awamu ya 6 imefanya kazi kubwa sana katika kipindi cha miaka 4 chini ya uongozi na utawala wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Wenzangu wameeleza na wametamka miradi mingi ya mabilioni iliyoletwa katika manispaa yetu ya Songea, lakini niwahakikishie sio tu manispaa Songea bali ni mkoa mzima wa Ruvuma. Mkoa wa Ruvuma umenufaika sana na miradi hiyo. Pesa nyingi za serikali zimeletwa Ruvuma katika kutatua changamoto za wananchi katika sekta mbalimbali kama vile afya, elimu, maji, barabara, umeme na miundombinu mingine mingi. Ikijengwa reli kwenye ukanda wetu itaturahisishia maendeleo ya kiuchumi kwa asilimia kubwa sana. Na hizi zote ni ahadi ambazo Chama cha Mapinduzi kupitia Daktari Samia Suluhu Hassan kimeainisha kwenye ilani hii na itatekelezwa ndani ya kipindi cha miaka 5, ukiachia miradi mingine ya kimkakati kama barabara, elimu, afya, maji na umeme kumfikia kila mwananchi popote pale alipo. Mji wetu ni mmoja kati ya miji inayokuwa kwa kasi sana barani Afrika. Ni mji wa 5 kwa kasi ya kukua barani Afrika, na mji wa kwanza kwa kasi ya kukua Tanzania. Idadi yetu imeongezeka sana, lakini imeongezeka kwa sababu tuna wahamiaji kutoka mikoa jirani. Watu wa Lindi na Mtwara wanakuja Songea. Watu wa Iringa, Mbeya, Njombe, Rukwa, Katavi wanakuja Songea. Mpaka watu wa nje ya nchi, Kenya na Msumbiji, Malawi wanakuja Songea. Wanakuja kutafuta fursa. Kwa kuwa mji unakuwa kwa kasi, mahitaji ya maji nayo yanahitajika sana. Jambo la 5 ambalo tumelifanya ni kuleta mradi mkubwa sana wa maji ambao haujawahi kutokea katika historia ya mji huu. Mradi huu tulisaini mwaka juzi pale Matalawe. Mkandarasi akakabidhiwa site. Kampuni ya Kichina inaitwa CCE. Ameshaanza ujenzi kule Mailo, na kwa mjibu wa mkataba ule anatakiwa akabidhi kazi mwezi wa 3 mwaka 2026. Mwezi wa 3 mwakani, kipindi cha miezi 5 tu kutoka sasa. Maji yale ya bomba ya mradi ule mkubwa ambao CCM imetuletea unaogharimu shilingi bilioni 147 na milioni 500 unakwenda kumaliza kabisa changamoto ya maji katika mji wetu. Naomba mniridhie, mnipe raji kwamba niende nikawe diwani ndani ya kata yenu hii ya Msamala. Na mimi siku zote nilikuwa naenda kusema Mungu kama Chamajaa atakuwa ni sehemu ya suluhisho kwenda kupunguza ama kuondosha matatizo ya Msamala, Mungu kanipe udiwani. Lakini Mungu kama utaona Chamajaa itakuwa ni kikwazo, kero, manunguniko mengi ndani ya wananchi wa kazi ya Msamala, Mungu ninyime udamani, Mungu ninyime udiwani. Naamini Mungu anaenda kusikiliza maombi yangu. Naamini diwani sitaenda kuangusha. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.